Viongozi wa wizara na taasisi zinazoshughulikia maandalizi ya mashindano ya AFCON wametakiwa kufanya kazi kwa bidii na weledi ili kuhakikisha mashindano yanafanyika bila changamoto. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme kutoka Chalinze hadi Dodoma utasababisha kukosekana kwa huduma ya umeme kwa muda. Uharibifu wa misitu ya mikoko watishia uchumi wa buluu, maisha ya wananchi wa ukanda wa pwani na usalama wa fukwe, jambo linalohitaji jamii kusimamia kikamilifu sheria za uhifadhi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres amewasili Cyprus kufanya mikutano tofauti na viongozi pinzani wa kisiwa hicho ili kutathmini uwezekano wa kufanyika mazungumzo mapya. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV. Jina langu ni John Pazia, nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali na utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie visiwani Zanzibar. Viongozi wa wizara na taasisi zinazoshughulikia maandalizi ya mashindano ya AFCON wametakiwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na weledi ili kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika bila ya changamoto yoyote. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati ya pamoja ya kitaifa ya maandalizi ya mashindano ya AFCON kati ya SMT na SMZ, ambaye pia ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, katika kikao kilichofanyika Zanzibar, ambapo ameuagiza uongozi wa Wizara ya Fedha na Mipango kutafuta fedha ambazo zitatumika kwa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya viwanja vya mpira na barabara, jambo ambalo bado halijakaa sawa. Kwanza fedha itoke kabla ya tarehe 31. Alafu la pili, fedha imeshatoka, tuende kwenye kumalizia hii miundombinu kwa lengo by tarehe 30 August. Tuwe tunayo hiyo criteria inayotakiwa. Simple like that. Tuwe tunayo hiyo criteria inayotakiwa. Kwa wenzetu wa Wizara ya Michezo pamoja na wenzetu tulioalika Federation na mzee wetu, kwa kweli haitakuwa kitu kibaya, ni spirit tu ya teamwork, mkitukumbushia wizara za kisekta, bwana kwako kimbizana na hili, wala sio utumwa, yani ni spirit ya teamwork. Sisi hapa sote ni timu moja. Mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo ambaye pia ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah ameshauri kila mmoja kwa nafasi yake kusimama imara ili kuweza kufanikisha mashindano hayo yatakayotoa fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii pamoja na kuitangaza zaidi Zanzibar kimataifa. Tukihakikisha kwamba tumeipeleka Tanzania kwenye ushiriki kikamilifu kwenye AFCON. Siku zimebaki sio nyingi sana. Maana yake ni chini ya mwaka mmoja, si ndivyo? Juni haiko mbali. Sasa hivi tunazungumzia chini ya mwaka mmoja. Karibu tunamalizia Julai, tunakwenda August. Tunaitazama Juni. Mashati tumepewa mpaka Disemba tuwe tumemaliza. Lazima tumalize. Kwa hiyo nilitaka tu nilisisitize hili ili tuweze kuyatekeleza haya ambayo tunakwenda kuyatekeleza. Mazoezi kama haya tunayafanya, nakumbuka wale ambao mnakumbuka mawaziri kipindi kile wakati tunafanya sensa mwaka 2022. Mnakumbuka mawaziri mlikuwemo, wengi mlikuwemo. Mnakumbuka namna tulivyopambana. Hatimaye zoezi lilifanikiwa, kila kitu kikaenda vizuri. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema kufanyika kwa mashindano ya AFCON yatatoa fursa za kiuchumi kwa Watanzania na kupelekea kukuza kipato cha mtu mmoja na taifa kwa ujumla. Nataka ifikapo mwezi Disemba tu tumefika 100%. Naomba kuhakikishia wananchi tuko vizuri, tunaendelea kukabiliana na changamoto 2-3 zinazojitokeza hapa na pale, haziwezi kukosekana, lakini muhimu zaidi, wakati serikali inafanya maandalizi haya makubwa ya miundombinu ya timu ya taifa, wadau na nyewe wananchi msiache kujipanga, kujiandaa, kukamata fursa hizo. Hilo ndio lengo hasa. Tunatumia matrilioni ya fedha kujenga hii miundombinu Tanzania bara na Zanzibar. Malengo ya viongozi wetu ni kwamba manufaa ya mashindano haya tuyapate wa Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu sana sekta binafsi ambao ndio tunawategemea, mchangamke, mjipange kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotokana na AFCON tunazitumia ipasavyo. Aidha, amewataka wafanyabiashara, wajasiriamali pamoja na Watanzania kwa ujumla kuchangamkia fursa ambazo zitakazopatikana wakati wa mashindano hayo.
Serikali imesema itaendelea kushirikiana na wawekezaji katika sekta ya afya kwa kuboresha mazingira wezeshi ili wananchi wapate huduma za matibabu kwa uhakika, haraka na kwa ubora. Kauli hiyo imetolewa na kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Daktari Project Mtasingwa wakati wa ufunguzi wa kituo cha afya cha Aga Khan kilichopo Masaki jijini Dar es Salaam, ambacho kinatarajiwa kutoa huduma za afya za kibingwa na ubingwa bobezi, ikiwa ni sehemu ya kuboresha upatikanaji wa matibabu hapa nchini. Kwa hiyo Aga Khan umekuwa ni wadau muhimu sana kwetu. Kwa hiyo tuwashukuru, na hizi huduma za afya ambazo wameendelea kuzitoa zimekuwa ni bora sana kwetu katika mkoa wa Dar es Salaam. Kama tunavyojua wana main hospital kule mjini, lakini wamekuja kufungua kliniki mpya huku Masaki. Lengo ni kwa ajili ya kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Kama tunavyojua au tulivyosikia kwenye risala, wananchi walikuwa wanatembea mwendo mrefu kwenda kupata huduma. Kwa hiyo kuwepo kwa kliniki hii itakuwa ni njia mojawapo ya kurahisishia wananchi kuja kupata huduma, lakini na kuja kufanya check up zao. Kwa sababu tuna kasumba kutokufanya check up mara kwa mara, lakini tunavyosogeza vituo karibu na wananchi inaleta mwamko wananchi kuja kupata huduma kwenye hivi vituo ambavyo tunavisogeza. Mwakilishi wa Aga Khan mkuu wa kitengo cha familia hospitali ya Aga Khan Daktari Nancy Matilia amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na serikali katika kuimarisha huduma za afya, utoaji wa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Ameongeza kuwa kituo hicho kitasaidia kuongeza upatikanaji wa huduma bora za afya na uboreshaji wa ustawi wa jamii. Nafanya kazi katika mfumo wa kuwa na hospitali kuu, ambapo tuna hospitali kuu hapa Dar es Salaam Upanga na nyingine hospitali kuu iko Mwanza. Lakini pia tuna polyclinics zetu mbalimbali kwa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Na sababu kuu kwa nini tuna hizi clinic ni kusogeza huduma za afya karibu zaidi kwa wananchi. Na wananchi hao wategemea kupata ubora wa huduma wanazotegemea kuzipata katika hospitali zetu kuu zitakuwa zile zile ambazo watazipata katika hizi hospitali zetu au kliniki zetu ndogo. Na sasa mtazamaji wa Upendo TV habari, tuelekee mkoani Pwani. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema utekelezaji wa hatua za mwisho za mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma utasababisha kukosekana kwa huduma ya umeme kwa muda katika baadhi ya mikoa ili kupisha kazi za mkandarasi kwa kuzingatia usalama. Kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja TANESCO Irene Gowele amesema mradi huo umefikia 94% na unatarajiwa kukamilika Agosti 21, 2026. Hatua iliyobaki ni kuvuta nyaya katika maeneo ya Mkarambazi, Morogoro na Kikombo, Dodoma, kazi inayohitaji kuzimwa kwa baadhi ya njia za kusafirisha umeme. Kana na sababu za kiusalama, mkandarasi aliomba kufanya kazi hiyo, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya laini za kusafirisha umeme za msongo wa kilovoti 220 na 132 ili basi kupisha kazi hiyo ya mkandarasi ya kuvuta waya iweze kufanyika hapo Mkambarani. Kwa ajili ya usalama na kuwezesha kazi hiyo ya mkandarasi kufanyika, wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile vile kanda ya Ziwa, mikoa kanda ya Ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja. Amesema kazi hiyo itafanywa kwa awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza itaanza Julai 30 hadi Agosti 4, 2026 katika eneo la Mkambarani, Morogoro, huku awamu ya pili ikifanyika Agosti 11 hadi 17, 2026 katika eneo la Kikombo, Dodoma. Mikoa ambayo haitaathirika kabisa na changamoto hiyo ni mikoa ambayo ipo katika kanda ya Dar es Salaam na Pwani kwa maana ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, lakini pia mikoa ambayo ipo kanda ya kusini kwa maana ya Mtwara na Lindi, hiyo haitaathiriwa kabisa na kazi hii ambayo itakuwa ikifanyika katika eneo hilo la Mkambarani alilosema mhandisi. Kwa hiyo wateja wetu tunaomba uvumilivu wenu wakati kazi hii ikitekelezwa, lakini tunaamini manufaa ya kazi hii ni makubwa kwenu pamoja na kwa taifa kwa ujumla, kwa maana inakwenda kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini na kuweza kutumia vizuri uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika mradi wa... Meneja wa mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovati 400 kutoka Chalinze kwenda Dodoma wenye urefu wa kilomita 345
Mhandisi Newton Mwakifamba amesema mradi huo wenye thamani ya takribani shilingi bilioni 514 umefadhiliwa kwa 100% na serikali. Amesema kukamilika kwa mradi huo kutaimarisha usafirishaji wa umeme wote unaozalishwa katika bwawa la Julius Nyerere wenye urefu wa megawati 2115, kuongeza uhakika wa upatikanaji wa umeme hapa nchini. SGR, eneo hilo ni eneo la jeshi, panaitwa Kikombo. Na kwa nini Kikombo? Ni kwa sababu pia tena hizi njia zinapopita huwa kuna sehemu zinavuka njia ambazo zina exist. Kwa pale Kikombo kuna njia SGR ambayo inatoka pale Kikombo kuelekea Dodoma, tutaivuka pia. Kwa hiyo tukivuka pale Kikombo, lakini pia kuna eneo linaloitwa Nkonze Dodoma, pia napo tutavuka. Sasa kwa ajili ya kupunguza athari kwa wateja, hizi njia tutafanya kazi kwa pamoja, yani parallel. Wakati tunavuka tunazima umeme kwa ajili ya Kikombo, uzimaji huo wa umeme. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania, mkoani Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani ameonya kuwa uharibifu wa misitu ya mikoko unatishia uchumi buluu, maisha ya wananchi wa ukanda wa pwani na usalama wa fukwe, akiitaka jamii kusimamia kikamilifu sheria za uhifadhi wa rasilimali hiyo ambayo Tanzania ina takriban hekta 158,100 zilizosambaa katika wilaya 14 za pwani. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mikoko iliyofanyika Donge Mnyanjani, Tanga, amesema mikoko hiyo ni nguzo ya uchumi kupitia uvuvi, ufugaji wa nyuki, utalii wa ekolojia na kilimo, huku ikilinda mwambao dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, mawimbi makubwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Siku hii ina lengo la kuendelea kuongeza ufahamu kuhusu umuhimu wa mifumo ya kiekolojia ya mikoko na kukuza usimamizi, uhifadhi na matumizi endelevu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu inayosema tutunze mikoko kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu wahifadhi, Tanzania ni moja ya nchi zenye eneo kubwa la misitu ya mikoko, takriban hekta 158,100 wilaya 14 za pwani katika nchi yetu. Maadhimisho hayo yaliambatana na upandaji wa miche 5,000 ya mikoko katika eneo la hekta 1. Siku hii ina lengo la kuendelea kuongeza ufahamu kuhusu umuhimu wa mifumo ya kiekolojia ya mikoko na kukuza usimamizi, uhifadhi na matumizi endelevu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu inayosema tutunze mikoko kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu wahifadhi, Tanzania ni moja ya nchi zenye eneo kubwa la misitu ya mikoko, takriban hekta 158,100. Kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi ya meneja wa rasilimali za nyuki wa TFS Hussein Msuya amesema Tanzania ina hekta 158,100 za misitu ya mikoko inayochangia maendeleo ya uchumi wa buluu kupitia uvuvi, ufugaji wa nyuki na utalii wa mazingira, huku TFS ikiendelea kuimarisha usimamizi na urejeshaji wa ekolojia hiyo muhimu. Hususan Tanzania Forest Service Agency ina jukumu la kutunza, kusimamia na kuhifadhi maeneo ya mikoko nchini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tanzania Forest Service Agency inaendelea kurejesha na kusimamia maeneo ya mikoko yaliyoharibika. Pamoja na mchango mkubwa wa mikoko, inaendelea kukabiliwa na vitisho vinavyotokana na uvunaji haramu, uchafuzi wa mazingira, ujenzi holela na ongezeko la shughuli za kibinadamu katika maeneo ya pwani. Tukisalia kaskazini mwa Tanzania na sasa tuelekee mkoani Manyara. Taasisi ya mafunzo ya sayansi Haydom Lutheran inayomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mbulu inatarajia kufanya mahafali ya kihistoria huku ikiadhimisha miaka 43 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1983, ikiwa ni safari yenye mafanikio makubwa katika kutoa elimu ya afya na kuandaa wataalamu wanaohudumia jamii ndani na nje ya Tanzania. James Staley anaripoti.
Sasa tuelekee kule mkoani Manyara ambapo taasisi ya mafunzo ya sayansi Haydom Lutheran inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mbulu inatarajiwa kufanya mahafali ya kihistoria huku ikiadhimisha miaka 43 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1983, ikiwa ni safari yenye mafanikio makubwa katika kutoa elimu ya afya na kuandaa wataalamu wanaohudumu jamii ndani na nje ya Tanzania. James Stanley huyu hapa kutokea Mbulu na taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari, makamu mkuu wa taasisi ya mafunzo ya sayansi ya Haydom Lutheran John Tolway amesema maandalizi ya mahafali hayo yamekamilika kwa mafanikio, huku akieleza kuwa tukio hilo si tu la kuwapongeza wahitimu mwaka huu bali pia ni fursa ya kutafakari miaka 43 ya mchango wa taasisi hiyo katika kuzalisha wataalamu wa afya wenye weledi, maadili na uwezo wa kuhudumia jamii. Ninapenda kuwakaribisha kwenye mahafali ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu ni taasisi inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mbulu. Tunategemea kuwa na mahafali siku ya tarehe 30 mwezi wa 7, ambayo ni mahafali ya 41 tangu chuo hiki kuanzishwa, lakini ni mahafali ya 9 tangu taasisi yetu kuwa taasisi ya mafunzo ya sayansi za afya Haydom. Kwenye mahafali haya tunategemea kuwa na wahitimu 272 ambao watahitimu kwenye program 5, ambako tutakuwa na wanafunzi wa program ya Medical Laboratory Sciences, tutakuwa na wanafunzi wa program ya Clinical Medicine, tutakuwa na wanafunzi wa program ya Nursing and Midwifery, lakini tutakuwa na wanafunzi wa Radiology na wanafunzi wa Pharmacy. Kwa upande wake, makamu mkuu wa taasisi anayeshughulikia utawala Jenny Gwado amesema kupitia mtaala inayozingatia viwango vya kitaifa na mahitaji ya hali halisi ya sekta ya afya, taasisi hiyo imeendelea kuandaa wanafunzi wenye ujuzi wa kitaaluma, maadili ya kazi na uwezo kabiliana na changamoto mbalimbali katika utoaji wa huduma za afya. Tuna wanafunzi 272 ambao watahitimu, na ni wanafunzi ambao tumekuwa nao hapa chuoni kwa muda wa miaka 3 ambao wamejifunza taaluma mbalimbali za afya, na ni vijana ambao tayari wamekwisha kupata taaluma hiyo kwa ubora, na pia ni taaluma ambayo inazingatia miongozo kutoka Wizara ya Afya pamoja na NACTVET, na vijana hawa sasa wako tayari kabisa kwa taaluma waliopata kuingia katika soko la ajira ndani na nje ya nchi. Ni vijana ambao wamekomaa na wako tayari, wana taaluma ambayo inatambulika, na tunashukuru kwamba ni vijana ambao tayari wamehitimu na tunategemea watahitimu na kuingia kwenye soko la ajira. Naye mkuu wa idara ya famasia katika taasisi ya mafunzo ya sayansi Haydom Lutheran William Ezra amesema maadhimisho ya miaka 43 ya taasisi hiyo ni ushahidi wa safari ndefu mafanikio katika kuandaa wataalamu wa afya wenye uwezo wa kukidhi mahitaji ya jamii. Yetu ya sayansi za afya Haydom tunajivunia tokea kilipoanzishwa tumeweza kutoa wahitimu zaidi ya 2000 na wanafanya kazi katika maeneo mbalimbali nchini na nje ya nchi. Na kwa kweli tokea tulipoanza idadi ya wanafunzi imeendelea kuongezeka. Tokea chuo kilipoanzishwa kilikuwa na wanafunzi chini ya 50, lakini leo tunaongea tukiwa na wanafunzi zaidi ya 800. Kwa hiyo tunajivunia kwa ajili ya hili na tunaendelea kukua. Kutoka hapa katika viwanja vya hospitali ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Haydom Lutheran, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Serikali kupitia Wizara ya Afya imewataka wahudumu wa afya ngazi ya jamii kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi kwa lengo la kuimarisha afya za wananchi, hasa afya ya mama na mtoto, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Akizungumza katika mkutano maalum kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, Kaimu Waziri wa Afya Zanzibar Dr. Saada Mkuye Salum amesema serikali kupitia Wizara ya Afya inatambua mchango mkubwa unaotolewa na CHW katika kuelimisha wananchi, kuwafuatilia wajawazito na watoto, pamoja na kuhamasisha matumizi ya huduma za afya katika ngazi ya jamii. Muhimu sana, tunatambua kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Kazi yenu ni ngumu. Kazi ya kudili na jamii ni ngumu. Kwa hiyo tunatambua hilo, lakini tuna appreciate yale ambayo mnafanya. Mnajitahidi sana, mnapambana, yaani kwenda kumconvince mtu mjamzito akafika kwenda hospitali akapata mtoto vizuri salama,
Yule mama anapokuwa salama na mtoto anapokuwa mzuri, naamini na wewe moyo wako unafarijika, unajisikia kabisa kwamba mafanikio ni pamoja na mimi. Kwa hiyo tunashukuru. Sasa lengo ni kuhakikisha. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Mngereza Mzee Miraji amesema mkutano huo umeandaliwa kwa lengo la kuwakumbusha CHW wajibu wao na kuwajengea uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Tunashusha chini zaidi indicator zile muhimu za mafanikio kwa upande wa sekta ya afya, hasa swala zima la mama na mtoto. Sote tunajua katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025, serikali ya awamu ya 8 chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imewekeza takriban bilioni 130 kwa ujenzi wa hospitali za wilaya, mkoa, kuweka vifaa vya kisasa, na bilioni 130 ni takriban dola milioni 40 fedha ya Kimarekani. Na Mheshimiwa Rais amepanga mpaka ikifika mwaka 2030, katika kipindi cha miaka mitano kuanzia 2026, yani mwaka huu, atakuwa amewekeza jumla ya dola milioni 400 kwenye Wizara ya Afya peke yake. Naye mmoja wa hudumu wa afya ngazi ya jamii, Asha Ali, amesema mkutano huo umewakumbusha wajibu wao na kuwapa mbinu mpya za kuhudumia wananchi kwa ufanisi zaidi, hususan katika kufuatilia wajawazito na watoto, huku mratibu wa hudumu ngazi ya jamii CHW Halima Al-Hamis amesema wahudumu wa ngazi ya jamii wana nafasi muhimu katika kuimarisha huduma za afya kwa kuwafikia wananchi moja kwa moja. Katika kipindi hicho walifanya kazi kuanzia mwezi wa 6, wamekuwa wakifanya kazi zao vizuri, na ukiliangalia data zao wamefika 85%. Mbali na changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo, wengi wao walipomaliza masomo ilibidi wakae kidogo na kuanza kazi, wakawa wamesahau hata kutumia mfumo, na tunawasaidia bega kwa bega, na sasa hivi wapo vizuri kwenye yale masomo. Kwa tuliosomeshwa tunafanyia kazi, lakini wakumbusho tuliopoa tunakwenda kufanyia kazi. Tunamtoa hofu Dr. Hussein Mwinyi kwamba ahakikishe wadumu wake tutafanya kazi kwa nguvu zetu zote, lakini pia tutoe hofu kwa wizara kwamba tutakwenda kufanya kazi, tutakwenda kushirikiana kwa pamoja, lakini pia tunawashukuru kwa kuzibeba changamoto ambazo zinazotukabili kwa kwenda kuzifanyia kazi. Hii pia inaendelea kuleta mwamko katika ufanyaji wetu wa kazi. Afya yake na ni nzuri na ina mashiko makubwa. Kwa hiyo sisi tumemwahidi Mheshimiwa Waziri wa Afya, baada ya hapa tutatoka zaidi kwenye jamii zetu kwenda kuhamasisha wakina mama wanapojihisi tu ni wajawazito au wanapojihisi tu kwa hawa wana dalili za ujauzito, wakimbilia haraka kituo cha afya kwa ajili ya kwenda kupata vipimo vinavyostahili. Wasisubiri mimba zinafika miezi 4. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mkoani Rukwa. Wananchi zaidi ya 500 kutoka kata ya Chanji, Msua, Kantalamba na Kizitwe zilizopo manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa wamenufaika na huduma mbalimbali za afya zilizotolewa bure na Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa kupitia zahanati ya polisi mkoa wa Rukwa, ikiwa ni sehemu ya kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kuimarisha ustawi wa jamii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Shadrack Masija, amesema jeshi la polisi linaendelea kutekeleza dhana ya polisi jamii kwa vitendo kupitia ushiriki wake katika shughuli za maendeleo na utoaji wa huduma zinazogusa maisha ya wananchi. Huduma ambazo kwenye zahanati hii ya Kizwite hazipo, sisi tumewaleteeni, na kwa bahati kubwa sisi tumezileta ni bure. Kama itatumika ultrasound itatumika bure, si kipimo gani itakuwa ni bure kabisa. Jeshi la polisi kazi yake kubwa tunasema ni kulinda raia, si ndio? Na mali zao. Sasa unawalindaje hao raia wakati wanayeumwa malaria anakufa? Sisi tumekwenda mbali zaidi, tumeona hapana, tuwasogelee hata wale wanao wenye changamoto ya maradhi haya na haya, kwa sababu tunayo zahanati yetu, tunacho kikosi chetu cha afya, basi tuwasogelee na kuwapatia hiyo huduma. Hapo mengine sasa ndio yatafuata ya kumlinda dhidi ya mwizi, dhidi ya tapeli na mambo mengine, lakini tuwalinde wakati afya zenu Mganga mkuu wa manispaa ya Sumbawanga Dr. Robert Lwebangila ameipongeza zahanati ya polisi mkoa wa Rukwa kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa katika kusogeza
huduma za afya karibu na wananchi, akisema ushirikiano huo unaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya. Mkuu wa kikosi cha afya polisi mkoa wa Rukwa, kamishna msaidizi wa polisi ACP Edgar Ulaya, amesema lengo la zoezi hilo ni kuwapatia wananchi huduma za uchunguzi na matibabu bila gharama, pamoja na kugundua mapema changamoto za kiafya ili kutoa tiba stahiki. Na kwa kufanya hivyo tunaifanya jamii ielewe kwamba jeshi la polisi ni jeshi la kwao, ni mali yao. Kama tunakuwa na zahanati ya polisi, ni zahanati ya serikali, na jukumu la polisi ni kuwalinda raia. Kama jukumu letu ni kuwalinda raia, sisi ni mali yao. Kwa hiyo tunataka wananchi watambue katika majukumu yetu ya kila siku. Tunatoa huduma nyingi za msingi za raia, ikiwepo tiba. Mfano, tunatoa hizo huduma za ultrasound, huduma za meno, huduma za madaktari, huduma za vipimo, na hii inaonyesha ni kwa namna gani jeshi la polisi linawajali wananchi na katika huduma zao za kila siku. Karibu, kwa kweli tumefurahi na tunazidi kunufaika na hiyo huduma. Kama tunavyoona huduma inazidi kutolewa na inazidi kuendelea, tunashukuru jeshi la polisi kwa sababu sisi kama wananchi tumeweza kunufaika kwa kuweza kupata vipimo mbalimbali. Tumesogezewa huduma mbalimbali ambazo hapo awali hatukuweza kuzipata katika zahanati yetu ya Kizwite. Zimekuwa ni changamoto kubwa sana, hasa kwa hao wananchi ambao unakuta labda wana kipato kidogo, unaona, lakini kwa kweli kwa siku ya leo tumenufaika. Watu wametibiwa bure, ultrasound wamepima bure, kwa kweli kulingana na hali halisi ya maisha ya watu. Maana ukipata vipimo bure pamoja na vile ambavyo pengine tutakwenda kulipia kwingine, lakini viwango vingine hivi vya kupima pressure, BP, sukari na nini. Na sasa tuelekee mkoani Kigoma. Wananchi katika kijiji na kata ya Mganza wilayani Uvinza mkoani Kigoma wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli SGR kutoka Tabora hadi Kigoma kufuatia kulipwa fidia katika maeneo yao ya mashamba na maghala ya kuhifadhia mazao ya kilimo, ambapo imesaidia ujenzi wa maghala makubwa na kuchochea uhifadhi wa mazao ya kilimo kwa ubora. Kutoka mkoani Kigoma, mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana taarifa zaidi. Ujenzi wa reli ya SGR imeenda sambamba na kulipa fidia wananchi katika maeneo ambayo reli hiyo inapita, huku ikiacha furaha na tabasamu kwa wananchi baada ya kulipa fidia maeneo yao. Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao, ikiwemo maghala ya kuhifadhi mazao, ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa maghala mengine. Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndo ambayo yanatuwezesha kujenga ghala 2. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida, kwa sababu tulikuwa na ghala moja, leo hii tumekuwa na uwezo wa kujenga ghala 2 kutokana na malipo hayo. Baada ya mradi huu serikali ya Jamhuri ya Muungano kutuongezea hii fedha, tulikuta wenzetu waliotangulia tayari wana maeneo walionunua muda mrefu. Kwa hayo maeneo yametusaidia sisi kwa pesa zaidi kutengeneza eneo la kujenga hayo maghala. Kwa hiyo kwa hilo tu tunaishukuru ile bodi iliyokuwepo kwa mpango mkakati iliyouandaa wa kununua hilo eneo, nasi tumeendelea kulitumia kwa ajili ya kujengea hayo maghala. Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa maghala, Bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi 2 na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao kwa ubora. Tunategemea kujenga maghala haya kwa muda wa miezi 2.5, na yakikamilika yana uwezo wa kuchukua marobota 50 kwa kila moja, na kwa sasa mradi umefikia 50%. Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa maghala kwa fedha zilizotokana na fidia ya SGR, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma Richard Majala ameelekeza maeneo ambayo wakulima wananufaika wafanye uwekezaji wenye tija kwa miradi ya kimkakati. Bodi iliyotangulia ilikuwa na maono ya kuwa na ghala ambazo ni za kujitegemea, kwa hiyo walithubutu wakanunua eneo. Lakini bodi iliyopo sasa baada ya ujio wa mradi wa SGR na ghala ambalo walikuwa nalo kupitiwa na SGR,
wamepata fidia, na hii fidia baada ya kuwa wameipata wamefanya maamuzi ya busara kwamba lazima tujenge ghala 2 ambazo hizo ghala zitasaidia kupunguza wingi wa masoko. Kwa maelezo ambayo tumepata hapa ni kwamba ghala hizi 2 zitagharimu takriban milioni 170 na wastani wa shilingi milioni 85 kwa kila ghala. Kwa hiyo tumewasisitiza kwamba lazima wahakikishe kwamba ujenzi unaofanyika, mtu akija akiangalia hata kwa macho tu kama hajaingia kwenye vipimo, basi aweze kujiridhisha kwamba kweli hapa kuna milioni 80 plus. Kutoka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.